Promova TV, a home of testimonies. Hii ni habari njema. Promova TV inakualika ewe mtumishi wa Mungu ambaye ungependa kutoa ushuhuda au mahubiri ili kuwafikia watu wengi zaidi duniani. Wakati ni sasa. Promova TV itakurusha hewani bure katika vipindi vyake vya neno la siku, mkate wa siku, kutoka ibadani, wito wangu na ushuhuda. Nafasi hii ni kwa watumishi wa Mungu wa kweli. Basi wasiliana nasi kwa namba 0766294335 au 0784074462. Fursa hii si ya kuikosa. Bwana Yesu asifiwe sana mtazamaji na msikilizaji. Hii ni Promova TV na niko hapa mbele yako kwa ajili ya ripoti fupi, kipindi maalum kabisa na mtumishi mmoja wa Mungu. Mmoja kati ya watumishi ambao tuko nao kwenye kampeni yetu ya kujenga makanisa ni huyu ambaye tumemtembelea siku ya leo. Anaitwa Mchungaji Chacha. Kama unamkumbuka, ni mmoja kati ya watu ambao wana ushuhuda mkubwa sana. Tumewahi kusikia ushuhuda wake. Tulimrekodi kwa undani zaidi, tukasikia mapito yake, na ni ushuhuda mkubwa ambao tunatamani hata tukianza ile programu yetu kwa neema ya Mungu ile ya kutengeneza filamu zile, tunatamani ushuhuda wake pia uwe moja kati ya zile filamu ambazo tutazitengeneza ili tuweze kusikia, kuona, ubaki kwenye kumbukumbu, kwa sababu ni ushuhuda mkubwa sana. Kama haujaona, tumekuwekea linki hapo kwenye description, na unaweza ukatuomba kwenye namba zetu kwenye WhatsApp tukakutumia link ukaona kuhusiana huu ushuhuda wake. Lakini tukiachilia mbali ushuhuda, leo tuko hapa kwa ajili ya kampeni yetu ya kujenga makanisa, ripoti ambapo huwa tunatembelea baadhi ya watumishi wa Mungu ambao wapo kwenye hii kampeni, tukiangalia maendeleo wamefikia wapi, na pia ushuhuda kitu gani kinaendelea kwa ujumla wake. Tuko Kahama Nyashimbi. Bila shaka sijakosea mtumishi. Hapa Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe sana. Habari za uzima? Ni njema, habari za baraka. Nzuri, habari za huduma kwa ujumla? Tunamshukuru Bwana Yesu kwa nafasi hii pia mahali tumefikia. Kwa kweli tunamshukuru Bwana Yesu kwa sababu wakati mnatembelea hapa hatukuwa tuna uwanja wakati ule wa ushuhuda, lakini baada ya ushuhuda ndio Mungu akawa amebariki kupitia hawa watu ambao wanaifuatilia Promova TV na wale wanaoguswa mioyo yao kwa ajili ya kupanda makanisa ama kujenga makanisa. Tukao tumepata huu uwanja na hatimaye kupata hili jengo hapa. Okay. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Ni muda gani? Hebu kwanza ujitambulishe kwa yule ambaye hakufahamu kabisa. Jitambulishe, unaitwa nani, mchungaji, eneo linaitwaje, kanisa linaitwaje kwa ujumla? Karibu. Kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Ernest Chacha. Niko mahali hapa katika eneo hili la Nyashimbi, Kahama. Wakati ule tulikuambia tulikuwa Mongoro, lakini kwa sasa tulishapata eneo letu, tuko hapa Nyashimbi, Kahama. Ndipo tulipo katika kanisa la Baptisti. Okay. Ndio tuko hapa. Sawa. Tunahitaji kufahamu sasa kuhusiana na kanisa kwa ujumla, maendeleo. Kwenye ripoti yetu hii una kitu gani cha kutushuhudia tangu ambapo tumeondoka na kile ambacho kinaendelea mpaka sasa? Ushuhuda ni kwamba kwa kweli tulipata uwanja na tukapata jengo hili ambalo tunavyoliona mahali hapa. Ingawa ni la muda tuliweka kwa sababu hatukuwa na sehemu kabisa ya kuabudia, lakini tunamshukuru Mungu kwa wale wapendwa walioweza kuguswa, tukapata uwanja na hatimaye kupata jengo hili la kuanzia. Kwa hiyo maendeleo tunaendelea vizuri, na wakati wote tulikuwa tuna waumini 6, lakini kwa sasa tuna waumini takriban 30 wakiwemo na watoto. Kwa hiyo ni maendeleo mazuri tu na tunamshukuru Bwana Yesu. Ndio. Mpaka kufikia hapa kanisa jengo, tukio tunamaanisha kanisa kama jengo na kiwanja kwa ujumla wake, tunazungumzia ni kiasi gani pesa ambayo imekwisha tumika mpaka sasa tunavyoona hivi kwenye hali hii? Mpaka sasa pesa ambazo zimetumika ni kama milioni 15 kuanzia jengo na uwanja. Kwa hiyo ndizo zilizoweza kutumika mpaka sasa hapa tulipo. Hiyo ndio gharama tulionayo. Ndio. Katika ujenzi kitu gani ambacho kinabaki ama mnategemea kuendelea nacho sasa hapa? Katika ujenzi kwa kuwa tulianza na jengo la kuanzia, kwa hiyo ukiangalia jengo lilivyo lina matoleo hapo, ikiashiria kwamba tunaendelea.
Kwa hiyo tunatamani kuliongezea ili lio la kuweza kutosha watu. Hata watu 30 tunakuwa tukiingia humu pana banana kunakuwa na joto kali. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tumejiandaa kwa ajili ya kupanua, ingawa ndio hivyo hatujapata pesa za kutosha, lakini tuna shilingi kama 100,000 ambayo tumeandaa kwa ajili ya kuweza kujipanga kupanua. La ukubwa gani mnategemea? Tunataka jumla liwe la bati 150. Ndio hizo tunazohitaji. Okay. Sawa. Na ushuhuda gani ambao unaweza ukatupatia kwa ujumla tangu pale ambapo tumerekodi mwanzo kabisa na maendeleo ambayo umefikia hadi sasa hivi? Unaweza ukaeleza kitu gani ambacho kwako kinakuwa kama ushuhuda kufikia hatua hii? Kitu ambacho naelezea ni kwamba kwa kweli namshukuru Mungu kwa kukutana na timu ya Promova TV. Imetufanya tufikie malengo ambayo tumefikia kwa mahali hapa, na imetutoa mahali ambapo tulikuwa hatupo. Kwa hiyo toka nimekutana na timu Promova, kwa kweli namshukuru Bwana Yesu. Tulikuwa tuna uwanja, tumepata uwanja. Lakini kupitia hii timu Promova tumekuwa na kipindi au timu ya uinjilisti wa upandaji makanisa vijijini. Washirika ama wanachama ambao wanafuatilia Promova TV wamekuwa kitushika mkono tukiendelea kupanda makanisa. Kwa hiyo mpaka sasa tuna makanisa yasiyopungua 6 na makanisa 5 yana viwanja, lakini kanisa lile la 6 ndo halina uwanja. Kwa hiyo tunamshukuru Bwana Yesu kwamba kwa haya matukio yaliyofanyika tulikuwa kwenye kanisa moja na kuwa makanisa 5 na tayari yana viwanja. Ni swala ambalo tunamshukuru Bwana Yesu, na kuwashukuru hata wale ambao wamekuwa wakichangia na kusapoti pale ambapo tunakuwa tunawahusisha kwa ajili ya kazi hii kupitia Promova TV katika kampeni zake, na wanajitoa. Kwa hiyo tunawahamasisha tu kwamba waendelee kuwa na moyo huo, na kazi yao wanayoifanya sio bure na Mungu atawabariki. Kwa hiyo kuna mambo makubwa ambayo tumeyaona kupitia Promova TV na wafasi wake wote kwa pamoja. Ndio. Haya makanisa ambayo yamepandwa yako wapi na wapi? Kuna kanisa ambalo tayari liko Mwakitorio. Mwakitorio ni wapi? Ni mkoa wa Shinyanga vijijini. Na kuna kanisa ambalo liko Kurusanga mkoa wa Mara, na kuna kanisa ambalo liko Kuiwale ni mkoa wa Mara pia katika eneo la Silali, lakini kuna kanisa jingine pia liko Bondeni ambalo ni katika eneo hilo la Silali. Kwa hiyo na kuna kanisa lingine liko Kengi ambalo liko maeneo ya Kahama mkoa wa Shinyanga. Kwa hiyo Kahama yako makanisa mawili maeneo tofauti. Kwa hiyo tunamshukuru Bwana Yesu kwa hayo makanisa ambayo yamepandwa. Na hayo yote yamepandwa kupitia juhudi na maombi ya wanachama wa Promova kupitia kampeni yao ya jenga kanisa, lakini kiambatana na huduma ya uinjilisti na upandaji makanisa. Kwa hiyo ndio yametoka na humo. Ndio. Hitaji kubwa kwa sasa ni lipi kwa upande wako kama kanisa hili ama katika upandaji wa makanisa? Kuna uhaba gani ambao umekuwa ni hitaji kubwa kwa kipindi hiki? Kuna mahitaji hasa makuu mawili. Hasa kwenye eneo hili la kanisa tunahitaji kupanua, kuendeleza pale ambapo tulibakia, kwa sababu jengo ni dogo kwa kuwa tulijenga kwa sababu ya kuanzia, ambalo tumeshapiga takribani tumepata ni kama milioni 8. Tukipata hizo tunaweza kulipanua vizuri na kuweka vizuri na milango yake, na ambapo tayari tuna 100,000 kwenye mfuko kwa hao waumini ambao tuko hapo tumejichangisha. Na upande wa uinjilisti, uhaba tulionao ni vyombo vya kuhubiria. Na wakati tunaenda kwenye uinjilisti tunakoswa namna ya kutembea, usafiri na vyombo vya kufika kule. Unafika kule hamuna namna ya vyombo, mnagharimika kukodi gharama kubwa, wakati mwingine hamuna, na mnabaki tu kuhangaika, mnakodi kwa wale wanaorusha manyimbo ya kompyuta yale, ndio mnaweza mkachukua hivi mkapigia kulingana gharama, mnakuwa hamuna pesa. Na pia wakati wa usafiri inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo tunamuomba Mungu mpaka sasa hivi hapa tulipo kama timu ya uinjilisti na upandaji makanisa, Mungu atusaidie na wale wanachama ambao wanatusikiliza wakiguswa, tunaombea kupata vyombo vya kuhubiria na usafiri, hata kama ni kabajaji tunajipanga huko na mabenchi yetu tunaondoka, itakuwa ni baraka. Lakini kwenye upande wa kanisa ndivyo tunalipanua
na tayari tuna 100,000 kwenye mfuko na tulipiga tukapata ni thamani ya milioni 8. Okay. Ndio. Kwa ile timu ya uinjilisti ile ya nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa bado ipo? Bado ipo, inaendelea. Ndio. Okay. Ila tulibadilisha utaratibu, ilikuwa ni kila wiki lakini sasa tunafanya kwa mwezi. Na hii imetokana na wanachama kutoka Promova TV ambao walishauri kwamba hii timu ili tuweze kuimudu vizuri kwa wale ambao tunaguswa ni vizuri kawa kila mwisho wa mwezi, hata yule anayefanya kazi yake anaweza kawa amepokea mshahara wake, basi akatoa sadaka pale, akaguswa akatoa, kama Mungu atakuwa amembariki. Kwa hiyo tunaenda ni kila baada ya mwisho wa mwezi ndio tunafanya hivyo. Sawa. Unaonaje sasa katika huduma kwa ujumla mnavyoendelea, swala zima la uamsho katika Injili, kuwaleta watu kwa Kristo mpaka sasa hivi ikoje hasa mpaka tunapozungumza kipindi hiki? Kwa sasa kwa kweli tunamshukuru Bwana Yesu, watu wamempokea Yesu Kristo kwa shauku kubwa kwa kupitia ile Injili ya uinjilisti wa nyumba kwa nyumba na upandaji makanisa, na wanampokea Bwana Yesu, na mpaka sasa watu ambao tunao kupitia hayo makanisa ni watu wasiopungua 500 ambao tayari wako ndani ya yale makanisa. Ingawa ndio hizo changamoto za maeneo, nakuta kuna yale mapungufu ya majengo, yani wanapompokea Yesu Kristo sasa sehemu ya kuabudia, lakini inakuwa ni changamoto. Ila bado watu wanaendelea kushiriki ibada na wanahamasika kwa kweli. Kwa hiyo tunamshukuru Bwana Yesu kwa kweli, uinjilisti huu umekuwa ni baraka na watu wamemkimbilia Kristo, na Promova TV imekuwa sehemu ya kutufikisha mbali, kwa sababu tulikuwa tunatamani kwenda lakini tulikuwa hatuna uwezo wa kwenda. Lakini kupitia wale wapendwa au watazamaji au wanachama wanaofuatilia Promova TV, wanapoona ile kazi, basi wanaguswa, wanatumia sadaka zao za hapa na pale, tunaunganisha, tunaenda na tunafika pale, tunafanya uinjilisti. Kwa kweli watu wanampokea Bwana Yesu. Amina. Ndio. Sawa, basi kwa kumaliza kabisa hapa, kama unalo jambo la mwisho kabisa kwa ajili ya mtazamaji na kipindi hiki kifupi, nikupatia nafasi hiyo, pia ukimpatia pia mawasiliano kwa yule ambaye anahitaji kwa ajili ya kuwasiliana na wewe, aidha kusupport ama ni maombi, ushauri, mapendekezo, anakupata kwa namba gani? Kitu cha kwanza ambacho naomba kuongea kabla ya namba, niseme tu kwamba wale watu ambao wanafuatilia Promova TV ambao ni wanachama, wanaamini kwamba wanapata vitu vizuri, wengine walipokea Yesu kupitia Promova TV online. Wanapoingia kwenye maombi, waikumbuke Promova TV, waiombee. Ni kazi ngumu na ina changamoto, inahitaji maombi ili waweze kufikia watu wengine ambao hawajafikiwa, watumishi na wenye ushuhuda. Lakini pia wanaposikia matangazo kwa ajili ya safari za huduma hii ya Promova TV, basi tunawaomba waguswe. Sio kazi ya kawaida, ni kazi ambayo ni ngumu. Lakini mwisho, upande wetu tu pia katika uinjilisti tunaomba watuombee, na wakiguswa waendelee kutusapoti pale ambapo wataguswa, hasa kwenye eneo hilo la chombo cha usafiri na vyombo vya kuhubiria. Mungu awabariki katika hilo, na kuweza kunipata pia, na kwa ushauri pengine wanaweza wakataka ushauri katika timu yetu ama katika wito ambao tulionao, ili waweze kutupata, na wale wanaweza kuguswa kwa ajili ya kuchangia kuendeleza kanisa hili ili lipanuke liwe jengo kubwa, kwa sababu ya watu sasa hapa wamempokea Yesu Kristo katika eneo hili. Wanaweza wakatupata kwa namba ambayo ni 07 65 18 82 60, 07 65 18 82 60. Pia namba hiyo inapatikana kwa njia ya WhatsApp. Na mwisho nataka niombe kwa ajili ya wale wote ambao waliguswa, ni washukuru pia kwamba Mungu awabariki. Sadaka zao ndo hizi na zingine nyingi ambazo zinaonyeshwa kupitia Promova TV kwa yale makanisa yaliyopandwa. Kwa hiyo ndio sadaka yao waliokuwa wanaitoa, ilifanya kazi kubwa na watu wamempokea Yesu na wanaendelea, na kila wanapoingia kwenye maombi wanawakumbuka pia Promova TV na wanachama wake. Basi kikubwa tu ni maombi, tuendelee kuomba na Mungu atatenda. Tuombe. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya watu ambao wameguswa kuweza kusapoti Promova TV na hata kusapoti kampeni ya ujengaji makanisa. Bwana Yesu, kawabariki na kuwatakabalia kazi za mikono yao.
Kwa wale walio na changamoto katika uchumi wao, tunatamka kubarikiwa tangu sasa katika jina la Yesu Kristo. Watu wote na timu yote na dunia yote, yale mambo ambayo hayakufanyika 2020 na 2024, tunatamka kibali cha kufanikiwa na kutendeka 2025. Bwana Yesu ukawainue kila mmoja mahali pale alipo. Yeyote anayetazama Promova TV na anajifunza neno kutoka kwa watumishi na vipindi mbalimbali katika shuhuda na katika neno la siku, tunatamka neno hili na kibali kwao, waweze kuwa na macho ya nuruni, waweze kuwa na kibali cha kuweza kusikia na kujifunza kutoka hatua kwenda kwa hatua katika jina la Yesu Kristo. Wale wote waliotoa sadaka zao, wanaotoa kwa siku, wanaotoa kwa mwezi kwa ajili ya kuisupport timu Promova TV, tunawaombea changamoto zao walizonazo, magonjwa sugu yasionekana katika vipimo vya kidaktari, tunatamka kwa mamlaka ya nguvu ya neno la Mungu. Maana neno limesema tumepewa mamlaka ya kuvunja na kuharibu, tumepewa mamlaka ya kungoa, tumepewa mamlaka ya kupangua. Na pangua kila satellite zote za mateso, na pangua kila satellite zote za magonjwa yanayopandwa usiku wa manane, yanayopandwa mchana katika jina la Yesu Kristo. Ninaalika uongozi wa Roho Mtakatifu ukaguse kila mmoja mahali hapo alipo, aliyoko katika chombo cha usafiri, aliyoko katika nyumba yake. Ninatamka nguvu ya pekee ambayo imejazwa na Roho Mtakatifu ikabadilishe maisha yake. Asiwe mtu wa kulia tena, bali awe mtu wa furaha, bali awe mtu aliye na amani katika maisha yake. Mashaka yote, hofu za kipepo, tunakataa kila vikao na wakuu wote ambao wanapanga mambo mabaya juu ya maisha watoto wa Promova TV ambao wameunganishwa kupitia madhabahu hii, ambao wanaongozwa na Roho Mtakatifu, ambao wanaliamini jina la Bwana Yesu, ambao wanaamini utakatifu. Bwana Yesu, na watumishi wote wanaoingia mahali hapa, Bwana Yesu kawainue kwa ajili ya kazi yako, maana kimekuwa chombo pekee ambacho kimefanya ufalme wako Yesu Kristo ukaweza kuenea ulimwenguni kote. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba, tunaamini. Amen. Bwana Yesu akubariki sana. Amen, amen. Amen, amen. Na ubarikiwe sana mtazamaji na msikilizaji, wewe ambaye umeweza kufuatilia kwa dakika chache kipindi hiki maalum kabisa. Asante kwa muda wako. Kutoka Kahama, Nyashimbi huku ndani kabisa huku ambako ni kutoka kwa mtumishi wa Mungu Ernest Chacha. Tumekuwa na wakati mzuri hapa, na nikukumbushe tu kuendelea kusupport kampeni yetu kujenga makanisa, lakini pia kuisupport Promova TV kwa ujumla wake katika masuala mengine mengi. Kwa chochote kile, kama unahitaji kutoa sadaka kwa ajili ya kuisupport Promova TV, ama una maoni, una ushauri, ama unahitaji msaada wa kiroho, una mapendekezo, una maswali, usisite kututafuta katika nambari zetu za simu ambazo ni kujumlisha 255 766 294335. Hiyo ni M-Pesa Tanzania, na kujumlisha 255 784 074 462. Hiyo ni Airtel Money Tanzania. Tuwasiliane katika nambari hizo na utabarikiwa sana. Asante kwa muda wako, tukutane wakati mwingine. Jina langu mimi ni Jack Tani Msafiri, na yule ambaye yuko nyuma ya kamera hapo, picha, sauti, anaitwa David Robert. Promova TV, a home of testimonies. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba kujumlisha 255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 844
735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 30051819273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova.